Shirika la Msalaba Mwekundu nchini limewataka wakazi wanaoishi karibu na Mto Tana na maeneo mengine yaliyo chini katika kaunti ya Garissa kuhama kwenda maeneo ya juu huku msimu wa mvua ukianza. Akizungumza katika uwanja wa michezo wa shule ya msingi ya Garissa baada ya kuadhimisha miaka 60 ya huduma ya kibinadamu ya shirika hilo, Hassan Musa, mkuu wa eneo la kaskazini mashariki wa shirika hilo, alihimiza jamii zinazokaa kando ya mto kuchukua tahadhari ili kuepuka uhamisho. Akizungumza katika uwanja wa shule ya msingi ya Garissa baada ya mkutano wa kuadhimisha miaka 60 tangu kuanzishwa kwa shirika la Msalaba Mwekundu, Hassan Musa, ambaye ni mkuu wa shirika hilo eneo la kaskazini mashariki, amewatahadhari wakazi wanaoishi karibu na Mto Tana na maeneo mengine yaliyo chini kuhama mapema ili kuzuia kuondolewa na mafuriko. Hakuna dalili kwamba kutokea mafuriko, lakini iwapo yatatokea mafuriko, tumeweza kujihami kwa kuweza kushirikiana na mashirika mengine ikiwemo county government and even national government na washikadau wengine, kwa sababu sisi Red Cross hatuwezi kufanya hii kazi peke yetu. Kwa hiyo ile kitu tumeanza kufanya sasa hivi ni kuweza kuhamasisha wale watu ambao wanakaa karibu na kingo za mto waweze kuwa tayari kuweza kuondoka katika sehemu zile. Lakini pia tusingoje mafuriko yatokee ndio tuweze kutoka. Wengi tunawaencourage sasa hivi watafute sehemu mbadala ili tusiwe kila mwaka tukiingia tunaenda kutoa watu hawa. Hilo ni jambo tumefanya. Kwa mujibu wa Musa Hassan, shirika la Msalaba Mwekundu linafahamu vyema visa vya dharura vinavyojiri na huenda vikaathiri maisha ya wakazi, na hivyo basi kuwapa tahadhari mwafaka. Kwa North East ukiangalia sana, mara nyingi tuna ukame, wakati mwingine tuna majanga kama ya security, wakati mwingine tuna mafuriko. Juzi tu tuliweza kupoteza watu hapa katika sababu ya mafuriko. Kwa hiyo lengo letu kubwa kama shirika la Msalaba Mwekundu sio kurespond sana, niweza kuweza kujenga jamii waweze kuweza kurespond ili kuweza kuepuka madhara ambayo yangeweza kuwapata watu ama vifo ambavyo vingeweza kuwapata watu. Aidha, alitoa wito kwa wakazi kujitolea na kupata mafunzo ya msaada wa kwanza, akisema kwamba mafunzo hayo husaidia sana katika kukabiliana na dharura iwapo yatatokea. Hamasisha watu wengi waweze kuja kufanya first aid training, waweze na pia waweze kujitokeza kwa wingi wakati tunawaita waweze kusaidia katika jambo fulani. Hata hivyo, shirika hilo limewahakikishia wakazi kuwa huduma mwafaka zipo ili kukabiliana na janga la mafuriko iwapo yatajiri. Pia ukichunguza wakati tukifanya hii procession, uliona kwamba tulikuwa na boat katika ile procession na hata tractor. Hivi ni vyombo ambavyo tumeweza kuposition katika sehemu hii ya Garissa, Wajir na Mandera, ili ikiwa itatokea bahati mbaya kwamba mafuriko yametokea, basi tuna vifaa ambavyo tunaweza kwenda kuokoa jamii bila wasiwasi wowote. Maadhimisho hayo yaliyokuwa yakianzia kwenye daraja la Mto Tana na kupita mitaani ya jiji la Garissa yalimalizikia kwenye shule ya msingi ya Garissa na mazoezi ya kuigiza ajali ya walemavu wa bodaboda.